Kuna surprise nyingi sana kwa ajili yako. Na surprise ya kwanza ni keki hiyo hapo. Zeni tunaona surprise ya vipi. Ni keki hiyo hapa. Surprise ya vipi. Joy, mama Yasir. Nilikuambiaje? Naomba unisamehe baba. Nilikosa majibu juu ya maswali niliyokuwa najiuliza. Pepo mtoto angekuja kuzaliwa, angeishi huko duniani baba. Nilishindwa. Naomba unisamehe. Naomba unisamehe baba. Nilikuambiaje? Usizae kabla hujaolewa. Kwa nini umekubali kufanya hivyo? Je, hii mimi nimekutoa ungekufa, mimi ningebaki na nani? Ulifikiria hilo? Nakuuliza, ulifikiria hilo? Naomba unisamehe baba. Sitarudia tena. Nimekusamehe. Nataka uniahidi kakako akipona utasitisha haya mahusiano. Nakuuliza. Ndio baba. Sawa. Nenda ndani. Vipi Joel? Kuna haja ya kupeleka hospitali? Hapana. Nilipata tu mshtuko wa kichwa. Hivyo haina haja, naendelea vizuri. Sawa, wewe nenda kapumzike. Ukishajisikia vizuri niambie ili tuweze kuzungumza. Shemeji. Nimekuja kupumzika kwa nje. Huyu ni ndugu yako? Naweza nikasema hivyo. Maana huyu ni kaka yake na Maida. Yule msichana utaka kumwoa kafariki bahati mbaya? Ya. Sasa huyu ndo kaka yake, na baada ya Maida kufariki nikaona sina haja ya kumfukuza. Hivyo naishi naye hapa kama ndugu yangu. Wewe ni nani? Na mbona umeshika nyoka? Nyoka huyo amemeza mtoto wangu. Na kaka yako ndio ameleta hapa ili aweze kupata utajiri. Kwa nini kafanya hivi? Mimi naogopa. Usiniogope. Mimi sio mbaya kwako. Nilikwambiaje juu ya kuingia kwenye chumba? Nimeona mtu akiwa na nyoka. Wapi huyo mtu? Alikuwa hapa. Toka! Toka!
Unapotoka chumbani umekuja sebuleni? Nimekuja tu kupumzika, sijisikii kulala. Alafu unajua sasa hivi unaelekea kuisha mwezi. Unaninyima tendo. Kwani una shida gani? Sipo sawa, unaweza kumwambia Viki akupatie. Viki? Leo mimi nataka wewe. Afu unajua mimi nimekumisi sana. Sitaki hadithi zozote. Isitoshe ni mtu wangu. Au kuna mwingine anaweza kunisaidia zaidi yako? Nikichepuka unaniita malaya. Sasa mimi nataka. Kwani cheki mtu akikwambia yuko sawa umeelewa? Mbona siku nyingine nikiwa sawa nakupaka? Au nitumie nguvu? Kwa ndio kunibaka? Nikubake? Mimi nikubake wewe. Hivi wewe unaelewa unachokiongea kweli? Bana, mimi sitaki hadithi unajua. Kama hutaki natumia nguvu. Chike, nimeshakwambia sipo sawa. Sitaki unisababishie matatizo. Twende ndani. Sitaki. Sonia, inuka twende ndani. Siendi kokote. Kwa nini tumie nguvu, si ndio? Sonia, twende ndani basi. Hebu niache. Chike niache! Chike unaniumiza niache! Chike niache bwana! Chike unasababisha matatizo. Matatizo gani bana, watu wanapata mimba wanafanya na mambo yao wewe ndio kwa kwani. Usiniogope. Usiniogope, mimi ni kaka yako na wala sina nia kukuzoea. Yule ni wifi. Na wifi tayari alishakufa. Imekuwaje yupo ndani tena akiwa ameshika nyuka? Mimi siendi na Nilishakwambia usifungue kile chumba. Imekuwaje tena ukafungua? Sasa kile ulichokiona sitaki umwambie mtu yote katika hii dunia. Umenielewa? Na endapo ukimwambia mtu yote yule, na wewe utamfuata wifi yako. Turudi nyumbani. Babe.
Joel, kwani umenifanyia hivi lakini? Kwani nimefanyaje tena mamangu? Kwani umeenda tofauti kama tulivyopanga? Mwanzo nilikuwa nimezidiwa. Hivyo niteleza, naomba unisamehe. Joel, siku hizi magonjwa ni mengi. Utakiwi kumwamini kila mmoja. Utakiwi. Lakini wewe ni mke wangu mtarajiwa. Hata kama. Je, kama kati yetu kuna mgonjwa? Lakini mimi ni mzima. Je, mimi unaniamini? Ya, nakuamini. Na kwa nakupenda hata kikitokea wewe ni mwasilika, siwezi kukuacha. Nakupenda sana sana. Nakupenda mama. Samahani kwa kukwaza. Sawa. Naheshimiana sana na chifu. Na haitakuwa vizuri siku akija kugundua kuwa nilishawahi kutembea na mke wake. Wacha niondoke. Maana nikiendelea kukaa hapa kuna siku huenda akalijua hili. Ikaharibu mahusiano yetu na urafiki tuliokuwa nao. Pia sintoweza kuvumilia kuona Sabra akiwa na mwanaume mwingine. Oya Fadi. Mwanangu mimi hapa na manyanga ofisi itakuwaje? Kuna nini? Wewe mimi mwanangu nimeamka asubuhi nimtafuta Sonia sijampata. Ila kwenye harakati za kumtafuta na maana akashakuwa chizi bwana. Chika sijakuelewa, Sonia amekuwa chizi na maana gani? Oya babu, Sonia amedata. Yaani mixa kukuta makopo ndugu yangu. Yaani hapa sielewi. Sielewi na kwaje. Sijui. Nataka niingie mtaani kutafuta. Basi nitatokea kutana. Haina namba basi. Jirani. Karibu. Asante. Habari sana. Salama. Mimi natoka. Kuna matatizo yamenikuta. Mwanangu amepata matatizo ya akili. Nimepigiwa simu sasa hivi na hajulikani alipo.
Pole sana. Hivi ninavyoongea na wewe bado anatafutwa. Kwa hiyo naomba jirani, ubaki unaniangalizia mji wangu. Sawa? Sawa jirani. Sawa. Mwenyezi Mungu akutangulie. Na uchawi umekithiri. Ushirikina umetawala. Siti. Wewe nenda. Mimi siwezi kuingia huko ndani kwa sababu walimu kuna kesi chao kidogo na nidai. Tutaanza kusumbuana hapa, ila msalimie sana mtoto wewe. Nitakuja kumuona. Niko naomba naenda kushughulikia. I think next weekend tutakuja kumuona wote. Fanya basi kurudisha simu nyumbani. Sipendi pia kukabia. Hili tulishazungumza na nilikuwa mimi nimepeleka boarding kwa sababu wewe ulikuwa huko nyumbani. Lakini kwa sababu umerudi, nitafanya hivyo soon tu. Tutakuja nyumbani kwenye shughuli sawa. Na ujue atakuwa ameelekea wapi? Naona napiga simu sipati. Kwanza. Hali ndo kama unavyoiona mtaalamu. Sijui binti yangu amepatwa na nini. Naomba utusaidie. Poleni sana. Huyu binti amekosea masharti. Alikuwa na uhitaji wa kutaka mtoto. Alipokwenda kwa mganga wa kienyeji, akampatia masharti. Na sharti alilopewa ni la kutembea na huyo mganga. Single father, 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 single father. Mapenzi yamejaa